Sasa kama mwanaharakati mwenzie na Mange Kimambi ambaye ni Maria Sarungi amesha kata tamaa na kuona kwamba kwa sasa tumempoteza malkia wa nguvu na dada wa taifa. Ukiangalia ugonjwa wa kansa kwa wale ambao wanaujua athari zake, na ukiangalia haujawahi kuwa na tiba, yani zaidi ni kwamba ugonjwa wa kansa kama ukikukuta kwenye kidole ama mguu, basi cha kufanya ni sehemu ambayo ina ule ugonjwa iweze kukatwa. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba huu ugonjwa kwa sasa Mange Kimambi itakuwa ni changamoto, na unaambiwa tatizo lingine ambalo kwa sasa linamsumbua dada wa taifa malkia ni kwamba upumuaji wake umekuwa ni wa shida, yani respiratory system ya Mange Kimambi kwa sasa imekuwa ni ya changamoto, hivyo kwenye kupumua pia kumekuwa na shida. Hivyo ndo maana moja kwa moja hata watu wa karibu haswa Maria Sarungi ambaye pengine angetumia nafasi na kuwaambia Watanzania kwamba wawe na matumaini ya kwamba Mange atapona haraka iwezekanavyo, lakini kama wao wameshakata tamaa. Na ukiangalia pia kwa taarifa zinavyodai ni kwamba Mange Kimambi mwenyewe muhusika ameshajikatia tamaa, yani anachoomba kwa sasa kuliko kupata maumivu na mateso ambayo anayapata ni bora akafa. Hayo yote tumeshayapata, na mwisho wa siku pia tukiangalia na kuunganisha matukio, jamani, haya yanayoendelea katika mitandao, yani si ajabu yale matokeo ya mwaka jana ambayo yaliweza kutokea, basi haya ndo malipo yake. Waliosema kwamba Mange Kimambi aliyoyafanya na kuchochea Watanzania kufa, basi na yeye kwa sasa mateso ambayo atayapitia tena, aidha wanataka Mange asife haraka, bali mateso aendelee kuyapata, ili mali pia damu za Watanzania ambazo zilitoweka kwa uchochezi wa kwake binafsi, basi aone kabisa kwamba pia alichokifanya hakikuwa sahihi, baada ya kuwachochea Watanzania kuingia barabarani na kufanya maandamano, kiasi kwamba matokeo yake yalikuwa ni kifo kama ambavyo tuliweza kushuhudia.